esta plaza de mercado en San Felipe. Katika eneo hili la soko katika San Felipe, na pia salamu kwa marafiki wote kwa njia ya redio ambao katika usiku huu wamejiunga ili kulisikia neno la Mungu kwa ajili ya wakati huu. Kwangu ni upendeleo kwangu wa privilege kunena nanyi na kuambia kile ambacho Mungu anayo kusema kwa ajili ya wakati huu. Mara moja ningependa tuende katika neno la Mungu ambapo inatunenea kuhusu wakati huu ambapo tunaishi na yale mambo ambayo yangekuwa yanatendeka katika wakati huu. Kwenye kitabu cha Ufunuo katika mlango wa 10 inatunenea jambo ambalo limeahidiwa kwa ajili ya wakati huu wa mwisho, na inasema, y vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube con el arco iris. Kisha nikaona malaika mwingine mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na uso wake ulikuwa kama jua na miguu yake kama nguzo za moto. Na katika mkono wake alikuwa na kitabu kidogo kimefunguliwa. Akaweka mguu wake wa 10 juu ya bahari na wa kushoto juu ya nchi. Naye akalia kwa sauti kuu kama simba ngurumavyo, na alipolia zile ngurumo 7 zikatoa sauti zao. Hata ngurumo 7 zilipotoa sauti zao, nilikuwa tayari kuandika. Nami nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, yatie muhuri maneno haya yaliyonenwa na hizo ngurumo 7, usiyaandike. Na yule malaika niliyemwona akisimama juu ya bahari na juu ya nchi, akainua mkono wake wa kuume kuelekea mbinguni, akaapa kwa yeye aliye hai hata milele na milele, yeye aliyeziumba mbingu na vitu vilivyomo, na nchi na vitu vilivyomo, na bahari na vitu vilivyomo, ya kwamba hapata kuwa na wakati baada ya haya. Hebu na Mungu abariki neno lake katika mioyo yetu, na atukubalie kuelewa mambo haya ambayo neno la Mungu linatushuhudia na kutuonesha ya kwamba yangetendeka, ya kwamba yatatendeka katika wakati wa mwisho. Hapa tunapata malaika mwenye nguvu akishuka kutoka mbinguni, akiwa amevikwa na wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Mtume Yohana katika ono hili la ufunuo aliona kile ambacho kingetendeka katika mwisho wa siku, na akaona ya kwamba malaika angeshuka kutoka mbinguni akiwa amevikwa wingu na upinde wa mvua juu ya kichwa chake, na akaona ya kwamba uso wake ulikuwa kama jua, na akaona ya kwamba miguu yake yalikuwa kama miali ya moto, na inasema kwamba mkononi mwake alikuwa na kitabu kidogo kilikuwa wazi. Na pia anatuambia kwamba alilia, na alipokuwa amelia ngurumo 7 zikatoa sauti zao. Na pia inatuambia kwamba Yohana alipotaka kuandika akasikia sauti kutoka mbinguni ambayo ilimwambia kwamba asiandike kile ambacho ngurumo zilinena. Hii haihusiki na ngurumo za kihalisi kama zile ambazo leo wakati wa adhuhuri tulizisikia. Hizi ngurumo zilinena. Tunaweza kuketi wapendwa. Tunajua kwamba Mungu anaponena inafananishwa na ngurumo, na tunajua kwamba Mungu aliponena katika wakati ule Yesu alipoenda kumfufua Lazaro, watu wengi wakasema ilikuwa ni ngurumo. Wengine wakasema la, malaika ndiye alimnenea. Na tunapata kwamba kwenye andiko ni Mungu aliyekuwa kinena na Yesu. Tunapata kwamba ilikuwa ni sauti ya Mungu ikinena, na hapa tunapata ngurumo 7 ambazo zinatoa sauti zao, ngurumo 7 zikinena. Ili kuweza kuelewa kile ambacho zile ngurumo zilinena, inahitajika kwamba mtu fulani atuambie kile ambacho hizo ngurumo zilinena, kwa sababu kile ambacho ngurumo zilinena haikuandikwa, kwa sababu Yohana alikatazwa katika wakati ule, lakini ilikuwa ni sauti ya Mungu ikinena. Huyo malaika mjumbe, huyo malaika mwenye nguvu alikuwa akileta ujumbe. Ilikuwa ni sauti ya Mungu, ilikuwa ni ujumbe wa Mungu. Wakati ambapo huyo malaika anashuka kutoka mbinguni, yeye anashuka akiwa na ujumbe wa kiungu
ujumbe wa kiungu ili kuitangaza kwa wale wote wanaoishi duniani humu. Na huyu malaika ni nani? Huyo malaika si yote mwingine bali malaika wa agano. Ndiposa anaonekana akiwa na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Upinde wa mvua inawakilisha agano la Mungu. Yeye anakuja na agano la Mungu ili kuwahakikishia watoto wote wa Mungu. Huyu malaika wa agano ni Bwana katika kuja kwake mara ya pili. Ndiposa yeye analia kama simba, kwa sababu yeye anakuja kama simba wa kabila la Yuda, kama mfalme wa falme na Bwana wa mabwana. Kama ilivyoonyeshwa kwenye kitabu cha Ufunuo, wakati Yohana alipokuwa analia sana kwa sababu hakuna aliyepatikana aliyestahili ili kuchukua kitabu na kufungua mihuri zake. Lakini yule mzee akamwambia Yohana, usilie tena. Tazama, simba wa kabila la Yuda ambaye ameshinda na ameweza, ambaye anastahili ili kuchukua kitabu hicho na kufungua mihuri zake. Na Yohana alipomwangalia, maandiko yanasema kwamba alimwona mwanakondoo akiwa amechinjwa, akiwa amejaa damu. Ni ya kwamba yule mwanakondoo aliyekufa kwenye msalaba wa Kalvari, Yesu Kristo, ni mfalme yule tu, ni mfalme wa wafalme mwenyewe na Bwana wa mabwana. Lakini yeye pale kwenye msalaba wa Kalvari alikuwa akifanya kazi ya mwanakondoo ili kupitia kwa sadaka yake kwenye msalaba wa Kalvari kulipa gharama ya ukombozi ya watoto wote wa Mungu. Yeye alikuwa akifanya kazi ya mwanakondoo wa Mungu. Ndiposa Yohana mwanafunzi ama Yohana Mbatizaji alipomwona na akamuonesha akasema, tazama mwanakondoo wa Mungu anayeondoa dhambi ya ulimwengu. Lakini baadaye inapofika wakati wa kitabu kuchukuliwa kutoka kwa mkono wa Mungu na kufungua hizo mihuri, basi yule tu ambaye ni mwanakondoo basi anapiga hatua mbele, kuelekea mbele kwa kukamilisha kazi yake kama mpatanishi. Anasimama, anachukua hatua kuelekea mbele, na basi anageuka kuwa simba wa kabila la Yuda. Hizi ndizo zile mifano, symbols, zinazowakilisha kazi ambayo yeye atafanya anapokuja katika kuja kwake mara ya pili, akiwa na kitabu kidogo kikiwa wazi na akinguruma kama simba wa kabila la Yuda. Na basi anapoleta ujumbe wake, ujumbe huo ni kile ambacho ngurumo zinanena. Hivyo basi, hiyo ndio kile ambacho kimeonyeshwa kwamba kitatendeka katika hizi siku za mwisho. Na hiyo inapotendeka, basi tunapata ya kwamba yeye anainua mkono wake hadi mbinguni na anaapa kwa yule anayeishi milele ya kwamba wakati haupo tena. Watu wengi wanaweza kusoma na labda wamesoma andiko hili na hawajaelewa inamaanisha nini hii ya kwamba wakati haupo tena. Mada yetu kwa wakati huu ni wakati umekwisha, kwa sababu tunataka kueleza wazi kile ambacho kinamaanisha ya kwamba wakati haupo tena, kwa sababu kuisoma ni jambo moja na kuielewa ni jambo lingine. Na kuelewa kile ambacho haya yanamaanisha, basi ni kuelewa kile ambacho Mungu anafanya katika wakati huu, na kile ambacho wakati huu inamaanisha mbele za uwepo wa Mungu. Watu wote wanajua kwamba unabii zinatimia. Watu wote wanajua mambo haya. Lakini kuna mambo mengine ambayo watu wanahitaji kuelewa, ili kwa njia hiyo kujua nini wanapaswa kufanya katika wakati huu ambapo tunaishi. Wakati umekwisha, wakati haupo tena, asema huyu malaika mwenye nguvu, ambaye tayari tunajua ya kwamba ni Bwana Yesu Kristo katika kuja kwake mara ya pili. Yeye alipokuja katika kuja kwake mara ya kwanza, yeye alikuwa mwanakondoo wa Mungu ambaye angefungua kwa kuondoa dhambi ya ulimwengu. Lakini hakuwa mwanakondoo wa kihalisi, alikuwa ni mwanamume, lakini akifananishwa, akioneshwa katika mwanakondoo ambaye angeondoa dhambi ya ulimwengu. Kwa sababu miongoni mwa watu wa Israeli katika ile sadaka, kupitia kwa sadaka ama kwa ajili ya dhambi, walikuwa wanatoa sadaka ya mwanakondoo. Hivyo basi Bwana katika kuja kwake mara ya kwanza alikuja ili kutimiza hiyo mfano ya mwanakondoo wa Pasaka. Na Yohana mara nyingine tena anamwona hapa kwenye kitabu cha Ufunuo
ya kwamba anachukua kitabu na kufungua mihuri, na akaambiwa, Yohana akaambiwa, tazama simba wa kabila la Yuda. Na Yohana alipotazama akaona mwanakondoo aliyejaa na damu. Nataka niwaambie kwamba Yohana hakumwona simba wala hakuona mwanakondoo. Kile ambacho Yohana aliona ilikuwa ni Bwana Yesu Kristo, ambaye ni mwanakondoo kutoka, ambaye ni mwanakondoo na pia ni simba wa kabila la Yuda, kwa sababu mwanakondoo na simba ni mifano ya huduma ambazo yeye anatekeleza. Huduma yake mara ya kwanza, katika kuja kwake mara ya kwanza, ilikuwa kama mwanakondoo wa Mungu ili kuondoa dhambi. Huduma yake ya pili ni kama simba wa kabila la Yuda ili kudai yale yote aliyokomboa. Hivyo basi yeye anajionyesha kama simba wa kabila la Yuda katika wakati wa mwisho, wakati ambapo muda umekwisha. Ndiposa yeye anapojionyesha anasema wakati haupo tena. Na ni nini ambayo Bwana ananenea anaposema ya kwamba wakati haupo tena? Yeye katika kuja kwake mara ya kwanza alikuwa amefundisha ya kwamba wakati ambapo muda wa watu wa mataifa utakapokwisha, basi Yerusalemu ingetoka kwenye utumwa, kwa sababu Yerusalemu ingekanyagwa na watu wa mataifa, yani Gentiles, hadi wakati ya watu wa mataifa kwisha. Na wakati wa mataifa, wakati ya watu wa mataifa, yani Gentiles, muda wao ni gani? Tunapata ya kwamba kwenye kitabu, kwenye maandiko pale kwenye kitabu cha Nabii Danieli, historia ya mfalme mmoja, mfalme Nebukadneza. Yeye alikuwa ni mfalme aliyemcha Mungu. Yeye alikuwa ni mfalme wa kiroho. Yeye alikuwa ni mfalme, lakini alikuwa ni mtu wa kiroho. Alikuwa ni mtu ambaye aliamini ya kwamba kungekuwa na maisha baada ya mauti. Yeye alikuwa ni mtu ambaye alijua kwamba mwanadamu sio tu hii sehemu ya nyama na mifupa na damu ambayo tunaweza kuona. Yeye alijua kwamba kulikuwa na jambo zaidi, na yeye alijua kwamba kulikuwa na Mungu mbinguni, na yeye alijua kwamba kuna majeshi ya kimbinguni. Hivyo basi yeye katika wakati mmoja alipopumzika kitandani mwake ili kulala ama kupumzika, alipojilaza kitandani mwake ili kupumzika, akaanza kuwazia, to meditate moyoni mwake. Akaanza kuwaza jinsi siku za usoni zitakavyokuwa, jinsi zitakavyokuwa katika siku zinazokuja, yani the future, na jinsi mwisho wa wanadamu itakavyokuwa, jinsi mwisho wa mwanadamu ingekuwa, ama mwisho wa wanadamu. Na akiwa anaanza kwa njia hiyo, Mungu akamwonekania ili kumwambia jinsi siku za usoni itakavyokuwa. Na wakati ambapo Mungu akamwonekania katika ndoto, akamwonyesha sanamu, yani statue. Na alipoona hiyo sanamu katika ndoto, aliweza kuona jinsi sanamu hiyo ilikuwa imejengwa. Lakini ilipofika asubuhi, akasahau hiyo ndoto. Hiyo ilikuwa ni shida kubwa sana kwa mfalme huyu. Alitaka kujua jinsi siku za usoni itakavyokuwa, na baadaye kuijua katika ndoto, na asubuhi kusahau hiyo ndoto. Lakini alijua kwamba alikuwa ameona jambo muhimu sana. Na akawaita watu wote wenye hekima, akawaita wale wote wa kusoma nyota, yani astrologers, akawaita wale watu wote wanaosema ama wanadai ya kwamba wanajua mambo ya kiroho, ambao walijua kuhusu mambo ya ulimwengu mwingine. Akaita watu wote, akawakusanya na akawaambia, usiku wa jana nilikuwa na ndoto na nataka ninyi mniambie utafsiri wake. Na wote wakabaki wakingoja Nebukadneza awaambie hiyo ndoto ili wao watafsiri maana ya hiyo ndoto. Lakini Nebukadneza akawaambia, ile ndoto nilikuwa nayo nimeisahau. Hivyo basi mniambie ndoto na mniambie utafsiri wake. Hiyo ilikuwa ni shida kubwa sana kwa wale watu wenye hekima. Shida kubwa kwa watu wote wa kujifunza kwa nyota, astrologers. Shida kubwa kwa wale diviners, yani wale watu wa kiroho, ya kwamba wakati ulifika ambapo hawangeweza kubuni ama kugundua kile ambacho mfalme alikuwa ameota.
Hivyo basi wote wakasema, hakuna mfalme amewahi kuuliza jambo kama ile ambayo wewe umeuliza. Wafalme wote ambao wameuliza watafsiriwe jambo, wanasema kile ambacho wanataka watafsiriwe, na basi wanatafsiriwa. Lakini wewe unataka tukutafsirie ndoto na hautuambii ndoto ilikuwa ni gani. Unataka tukuambie ndoto na kwamba tukupe utafsiri vile vile. Nebukadneza akakasirika sana, kwa sababu alijua kwamba alikuwa amepokea ndoto la kweli, na alitaka kujua mara nyingine tena ndoto ilikuwa ni gani na utafsiri wake. Yeye alikuwa ni mfalme ambaye alikuwa anajishughulisha na watu wake na serikali yake. Alikuwa mtu aliyekuwa anasumbuka sana kwa jambo ambalo alikuwa ameota. Hivyo basi Nebukadneza akatoa amri juu ya watu wote wenye hekima, na akasema kwamba watu wote wenye hekima, wote wa kiroho na wa kujifunza kwa nyota, astrologers, wangewawa kwa kutoweza kumtangazia Nebukadneza ndoto na utafsiri wake. Na miongoni mwa wale wenye hekima kulikuwa na watoto wa Mungu fulani ambao walikuwa wamekuja Babilonia katika wakati ule ambapo Waebrania walipelekwa Babilonia. Hivyo basi hawa watu wa Mungu, Danieli na wenzake pia wangeuawa. Na Danieli alipojua ile ambayo angetendeka, Danieli akiwa nabii alikuwa anasumbuka sana, na akaenda kwa mfalme na akamwomba muda, nipe muda, kwa sababu kile ambacho umeuliza hakuna mtu juu ya dunia anaweza kuifunua. Kile ambacho wewe unataka hakuna mtu juu ya dunia ambaye anaweza kuitangaza, lakini Mungu wa mbinguni ni yule pekee anayeweza kuitangaza. Hivyo basi nipe muda ili niende kwake, nipe muda ili nimuulize yeye aliyekupa, nimuulize yeye ndoto yako ilikuwa ni gani na maana ndoto hiyo. Akapewa muda, hatujui ilikuwa ni muda kiasi gani, na Danieli akaenda kwenye maombi pamoja na wenzake, marafiki wake watatu na wenzake, na akanena na Mungu, na Mungu akamwonyesha ndoto na pia utafsiri wake. Danieli alikuwa amefurahi sana, alikuwa amechangamka sana, na akamtukuza Mungu ambaye alikuwa amemwonyesha ndoto, utafsiri na utafsiri. Na basi akamjulisha Nebukadneza ya kwamba angemweleza ndoto yake na utafsiri wake. Wale watu wote wenye hekima wakakusanyika, na Nebukadneza akakusanyika, ama Nebukadneza akawakusanyisha. Na mimi nawaza tu ya kwamba kila mmoja wale wenye hekima, ya wale waliosoma manyota, wale watu wa kiroho, na wale watu wote waliokuwa wamehukumiwa kifo, nawaza ya kwamba Danieli aliposema kwamba alikuwa alikuwa na hiyo ndoto na utafsiri wake, pia walimshukuru Mungu, kwa sababu kulikuwa na nabii miongoni mwao ambaye hakuwa ni mtu wa kiroho, yani diviner, ambaye pia hakuwa mmoja ambaye alijaribu kujifanya kuwa kitu kubwa, bali ya kwamba kulikuwa na mmoja aliyekuwa nabii pale ambaye aliweza kunena na Mungu. Hii ni upendeleo, yani privilege ambao manabii wote wa Mungu wanayo, ya kwamba wanaweza kunena na Mungu na Mungu kunena pamoja na wao. Na basi wao wameitwa kutangazia wanadamu yale mambo ambayo Mungu anawapa ili kuyatangaza. Na hapa katika wakati huu tunapata kwamba Danieli anaenda akiwa na ujasiri, akijua ndoto na utafsiri wake, na akamwambia Nebukadneza, wakati ambapo wote wamekusanyika, wewe wakati ulipokuwa kitandani mwako ukipumzika, kukaja fikra kwa moyo wako ukitamani kujua kitakachokuja, na Mungu wa mbinguni alikuonesha kile ambacho kingekuwa siku za usoni, yani the future, kile ambacho kitakuwa siku za usoni ya wanadamu, kile ambacho kitakuwa siku za usoni ya ufalme wa mataifa, kile ambacho kitakuwa siku za usoni
ya watu wa mataifa. Hivyo basi Mungu amekuonesha kile ambacho kitakuwa siku zinazokuja, the future. Hivyo basi ndoto iliyokuwa nayo ilikuwa ni hii. Uliona ndoto, kwenye ndoto sanamu kubwa sana, mfano wa sanamu mkubwa sana, na ukaona kwamba kichwa chake ilikuwa cha dhahabu, kifua chake na mikono ya fedha, yani silver, tumbo lake na mapaja yake ya shaba, bronze, na miguu yake na nyoyo ya miguu yake ya chuma, na nyoyo ya miguu yake ya chuma na ya udongo. Hiyo ndo ndoto ambayo ulikuwa nayo. Mtu yeyote ambaye labda angekuwa na ndoto kama hiyo, lakini sio tu kuwa na hiyo ndoto, ni ya kwamba hiyo ndoto ilikuwa ni ya Mungu, na hiyo ndoto inawakilisha jambo muhimu kwa wanadamu. Na ndoto hii ambayo ilikuwa kana kwamba mbele ya macho ya mwanadamu ni jambo rahisi, ni jambo la kawaida, ambayo kwa mtu yeyote mwingine haingekuwa na maana, kwa Nebukadneza ilikuwa na maana, na kwa Mungu ilikuwa na maana, kwa sababu Mungu alikuwa anamuonesha katika sanamu hiyo kile ambacho kingekuwa siku za usoni, yani the future. Mungu kwa mfano kwa njia ya kimifano, yani ina symbolic way, alikuwa anaonesha siku za usoni. Na basi Danieli akamwambia, sasa utaenda kusikia utafsiri wake, yani sasa hivi kama vile mnavyosema. Danieli akamwambia, kichwa cha dhahabu ambacho uliona, hiyo ni wewe. Ni wewe Nebukadneza, wewe na ufalme wako ni hicho kichwa cha dhahabu, na baada yako kutainuka ufalme mwingine ulio chini zaidi ya yako, na baada ya ufalme mwingine kutainuka ufalme mwingine ulio chini zaidi ya hiyo inayokuja baada yako, na baada hiyo inayokuja ambayo ni shaba, baada hiyo kunakuja ufalme mwingine wa chuma iliyowakilishwa katika miguu na nyayo za miguu. Lakini kama ulivyoona katika ono, ya hiyo sanamu ilikuwa na nyayo ya miguu ya chuma na udongo, ufalme huo katika nyayo ya miguu yake itakuwa mnyonge. Na pia ukaona kwamba mlima, kutoka kwa mlima ulichongwa jiwe, sio kwa mikono, na jiwe hilo likakuja likagonga sanamu hiyo kwenye nyayo ya miguu na ikaponda sanamu hiyo yote. Mungu amekuonesha hapa, mfalme Nebukadneza, kitakachokuwa siku za usoni. Jiwe hilo ambalo liliponda sanamu hiyo, jiwe hilo baadaye likageuka kuwa mlima mkubwa ambalo haitaangamia. Na Mungu amekuonesha kwamba katika mwisho za siku, wakati wa muda umekwisha, Mungu wa mbinguni atainua ufalme wa milele. Hilo jiwe ambalo uliona, hilo jiwe ni lile ambalo litageuka kuwa mfalme mkubwa. Na hiyo ni nini? Kwa sababu mlima ni ufalme. Nyinyi mwaweza kuona ya kwamba jiwe hilo lilichongwa kutoka kwa mlima, na baadaye jiwe hilo, wakati ambapo liligonga sanamu hiyo kwenye nyayo ya miguu, ikageuka kuwa ufalme mkubwa, ama mlima mkubwa, ufalme mkuu, kwa sababu mlima unawakilisha ufalme. Na Mungu ameonesha kwamba katika wakati wa mwisho Mungu atainua ufalme wa milele. Hivyo basi tuweza kuona kwamba jiwe hilo lisilokatwa kwa mikono linalochongwa kutoka kwa mlima linaonekana katika wakati wa mwisho, wakati ambapo sanamu hiyo ambayo Nebukadneza aliona iko katika hatua yenyewe miguu ya chuma na ya udongo. Na hiyo sanamu kwa hakika ni nini? Hiyo sanamu inamaanisha nini? Ama inawakilisha nini? Hiyo sanamu inawakilisha ufalme ama utawala ya watu wa mataifa kutoka wakati wa Nebukadneza hadi wakati huu wa mwisho. Hii sanamu ikiwa na hatua mbalimbali. Kichwa cha dhahabu iliwakilisha ufalme wa Babilonia,
ambapo Nebukadneza alikuwa mfalme. Na kisha kifua ama kifua ya fedha, yani silver, na mikono ya fedha silver, hiyo inamaanisha, inawakilisha wakati wa ufalme mwingine ambao ulikuja baada ule wa Nebukadneza. Tunapata ya kwamba hiyo ilikuwa ni ufalme wa Medo-Pasha, na baada ya ufalme huo kukaja ufalme mwingine ama utawala mwingine. Na kumbukeni ya kwamba ufalme huo ya watu wa mataifa, katika wakati wa watu wa mataifa, katika wakati ya watu wa mataifa ambayo Mungu anawapa wakati huo, tunapata ya kwamba baada ya ufalme huo kukaja ufalme wa Ugiriki na Alexander yule mkuu. Baada ya ufalme huo wa Ugiriki, ambayo ilifananishwa katika tumbo na mapaja ya shaba, yani bronze. Baada ya hiyo kukaja ufalme wa Kirumi uliowakilishwa katika miguu ya chuma. Na baadaye tunapata kwamba hiyo sehemu ya mwisho, hiyo ndio sehemu ama nyayo ya miguu ya chuma. Na kisha tunapata kwamba hiyo ndio hatua ya mwisho ama sehemu ya mwisho ya sanamu hiyo. Tunapata kwamba basi ufalme wa mwisho wa watu wa mataifa ni ufalme wa Kirumi. Na wakati ambapo Bwana Yesu Kristo alipokuja kwa mara ya kwanza, ile sanamu ambayo Nebukadneza aliona tunaipata katika hatua ya miguu ya chuma. Ndiposa tunapata kwamba Yesu wa Nazareti ilibidi akabiliane na ile sanamu ambayo Nebukadneza aliona, ufalme wa Kirumi. Na ilikuwa ni ufalme wa Kirumi ambayo ilimsulubisha. Lakini nyinyi mwaweza kuona, nyinyi mwaweza kuelewa ya kwamba jiwe hilo lisilokatwa kwa mikono ni Bwana Yesu Kristo, ni Mesia. Na wakati ambapo mfano huo ulikuwa katika hatua yake ya miguu ya chuma, ilimsulubisha yeye. Lakini wakati ambapo mfano huo iko katika wakati wa mwisho, katika hatua ya nyayo ya miguu ya chuma na ya udongo, ni wakati ambapo Bwana anakuja kwa mara ya pili kama jiwe la pembeni, jiwe ambalo wale wajenzi waashi walikataa, na jiwe ambalo maandiko yanasema kwamba linakuja katika wakati wa mwisho, na likiwa ni jiwe la kuteguka. Hilo jiwe, hiyo sanamu itateguka, yani stumble na jiwe hilo. Na hilo jiwe na ama huo kuanguka, kuteguka, itakuwa ni kuteguka ambayo maandiko yanasema ya kwamba yule ambaye jiwe hilo linamwangukia litamponda ponda. Hivyo basi sanamu hiyo ambayo Nebukadneza aliona, ufalme wa watu wa mataifa utapondwa pondwa katika wakati wa mwisho, na jiwe ambalo wale waashi wajenzi walikataa. Jiwe hilo ni Bwana katika kuja kwake mara ya pili, kulingana na utaratibu wa kuja kwake, pamoja na Musa na Eliya, akitimiza kwa njia kile ambacho Bwana alisema ya kwamba katika wakati wa mwisho mwana wa Adamu angewatuma malaika zake ili kuwakusanya wateule wake. Hivyo basi wote tukifahamu ya kwamba tunaishi katika wakati wa mwisho, pia tunafahamu ya kwamba sanamu ambayo Nebukadneza aliona, ile sanamu ambayo yeye aliona, inapatikana katika hatua ya nyayo ya miguu, yani feet ya chuma na ya udongo. Hivyo basi inapatikana katika hatua ambapo Bwana katika kuja kwake mara ya pili ataponda ufalme wa watu wa mataifa. Yeye atawaita waweze kutokea, yani yeye atainena iweze kutokea, yani ufalme huo, yani atanena neno la uumbaji, the creative word. Bwana katika kuja kwake atanena kile ambacho lazima anene ili ufalme wa watu wa mataifa itoweke. Na jambo la kwanza ambayo maandiko yanasema ni ya kwamba ambayo Bwana atafanya kuhusu ufalme wa watu wa mataifa ni kusema wakati umekwisha. Wakati wa watu wa mataifa umekwisha. Wakati wa yule mfano
Ile sanamu ambayo Nebukadneza aliona imekwisha. Iko katika hatua yenyewe ya miguu ya chuma na udongo, na wakati wake umekwisha. Wamefika mwisho wao. Yesu alisema ya kwamba wakati ama muda ya watu wa mataifa siku moja ingekwisha, na wakati ambapo ingekwisha, basi Yerusalemu ingerejea mikononi mwa Waebrania. Na katika siku hizi za mwisho tumesikia jinsi Yerusalemu ilivyowekwa huru, na hata zaidi tumesikia kwamba Yerusalemu katika hizi siku ilitangazwa jiji kuu la Israeli. Hiyo ni ishara kuu sana kwa ulimwengu ya watu wa mataifa, ambayo haipaswi kuruka ama kupita juu ya vichwa vyetu. Ni ya kwamba wakati muda ya watu wa mataifa umekwisha. Muda ya ufalme wa watu wa mataifa umekwisha. Na Bwana anaposema wakati umekwisha, anatangaza kwa ufalme wa watu wa mataifa, anatangaza ufalme wa watu wa mataifa iondoke na itoweke, yani out of existence. Na ingawaje wanadamu wanaona ya kwamba wa mataifa na ufalme huu ya watu wa mataifa ingali inafanya kazi, Bwana ameshainena itoweke kwa sababu muda wake umekwisha. Basi ufalme wa watu wa mataifa iko nje ya wakati. Na kama ufalme wa watu wa mataifa iko nje ya wakati, wakati ambapo tunaishi ni wakati kwa ajili ya nini na ya nini? Kwa sababu ni kwa ajili ya ufalme gani? Basi wakati huu ambapo tunaishi, wakati ambapo tunaishi ni wakati kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Bwana Yesu Kristo alisema kwamba mwana wa Adamu angekuja kwa nguvu na utukufu katika ufalme wake, na alisema kwamba hii ingetendeka katika hizi siku za mwisho. Labda watu wengi wanangojea akitumia majeshi wanaoonekana ili kushindania, yani to conquer falme za watu, falme za kidunia, lakini sio hivyo. Bwana Yesu Kristo alipokuja kwa mara ya kwanza, na watu walikuwa wanauliza kuhusu ufalme wa Mungu, yeye akasema ufalme uko miongoni mwenu, kwa sababu yeye akiwa mfalme, kama yeye mfalme yuko, kama mfalme yuko, ufalme pia uko. Ufalme ulikuwa umekuja kwa Israeli, na ufalme ulikuwa umekuja na Israeli wakaikataa. Na mara nyingine tena wakati Bwana anaporejea kwa kuja kwake mara ya pili, ufalme wa Mungu upo duniani. Na basi Mungu anatekeleza mpangilio wake kwa ajili ya wakati huu wa mwisho, akiwatangazia ufalme wa watu wa mataifa nje ya wakati, kwa sababu tayari ni wakati kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Ufalme wa watu wa mataifa umefika mwisho wake. Ufalme wa watu wa mataifa umekwisha, na Mungu amekuwa akianena mambo haya, na haya yote basi yatatimia kama vile maandiko yalivyosema, kama vile Nebukadneza aliona, na kama vile Nabii Danieli alivyoona. Ufalme wa watu wa mataifa itapondwa pondwa, na upepo itaibeba, na haitabaki na shina wala tawi. Na kisha nini ndio itabaki ama itakuwa juu ya dunia hii? Ufalme wa Mungu, ule utawala wa miaka 1000 kuu ambayo tumekuwa tukisikia mengi sana kuihusu, itakuwa ikiishi juu ya dunia hii. Na kwa ufalme huo utakaoendelea kwa miaka 1000, itaoneshwa, itathibitishwa ya kwamba ile shida ya watoto wa Mungu ilitatuliwa, kwa sababu wakati wa ufalme huo miaka 1000 hakuna yeyote kati ya watoto wa Mungu watakaokufa. Na hiyo itaonesha ya kwamba tayari ile shida ya watoto wa Mungu imeshatatuliwa, kwa sababu hakuna mtu katika wakati wa sasa anayeweza kuishi miaka 1000. Na kama katika utawala wa miaka 1000, katika ufalme wa Kristo wataweza kuishi miaka 1000, ni kwa sababu yote itakuwa tayari imetatuliwa. Kwa sababu Mungu alikuwa amesema pale kwenye kitabu cha Mwanzo, yani Genesis, alikuwa amemwambia Adamu ya kwamba ile siku atakapokula kutoka kwa mti wa maarifa ya mema na mabaya, hiyo siku wangekufa. Na tunapata kwamba walikula na hawakukufa siku hiyo hiyo tu. Na basi
Je, no murió aquel mismo día? ni siku gani ndio Mungu alikuwa akinena kuhusu? Ama ni ya kwamba Mungu hakutimiza neno lake? Ukitafuta kwenye maandiko, Adamu hakufa siku ile ile tu, siku ile ya kihalisi. Lakini utapata kwamba Adamu aliishi miaka 900 na kitu. Na mbele za Mungu siku moja ni kama miaka 1000, na miaka 1000 kama siku moja. Hivyo basi mbele za Mungu, Adamu katika mwili wa kidunia ambaye alikuwa nayo hakuweza kuishi siku moja mbele za Mungu. Hakuweza kuishi miaka 1000, kwa sababu ile siku ambapo wangekula, siku hiyo wangekufa. Yaani ya kwamba kabla ya siku hiyo kwisha ilibidi wafe. Kabla ya millennium kwisha ilibidi wakufe na wakafa. Na yule aliyeishi muda mrefu zaidi kati ya wale wote walioishi katika dunia nyakati zile ilikuwa ni Metusela. Na yeye aliishi miaka 969, lakini yeye hakufikia miaka 1000, kwa sababu hakuna mtu yeyote angeweza kupita miaka 1000 tangu alipotenda dhambi kwenye bustani ya Edeni. Lakini katika ufalme wa miaka 1000, yani millennium, kutakuwa na miaka 1000 ya amani bila kufa. Na hiyo itaonyesha kwamba tumerejea hadi kwa milele, ya kwamba tumerejea ili kuishi milele hata na milele katika ufalme wa Mungu, ambayo itakuwa imeanzishwa duniani humu. Kwa kweli watu wote wanatamani kuishi katika ufalme huo, na wote wanaweza kuishi katika ufalme huo. Ili kuishi katika ufalme huo, lazima tufanye kwa ile njia ambayo yeye alisema, ili kwa njia hiyo kutimiza sheria zake na kuweza kufurahia zile baraka za ufalme huo wa utukufu. Katika wakati ambapo sisi tunaishi, wakati ambapo muda ya watu wa mataifa, yani Gentiles, umeshakwisha, nini ambayo inabaki? Kwa watu wa mataifa hakujabaki chochote, lakini kwa wale wote wanaomcha Mungu kumebaki iliyo muhimu zaidi ya yote. Kumebaki ufalme wa Mungu, ambayo itakuwa ni ufalme wa milele, ambayo itakuwa ni ufalme wa amani, wa kufanikiwa. Pale hapata kuwa na masikini, pale hapata kuwa na mahitaji. Kama vile tu Yusufu pale Misri alikuwa ni mwana wa kufanikiwa, yani a son of prosperity, na yote ambayo alifanya ilikuwa inafanikiwa. Bwana katika ufalme wake wa utukufu, yale yote atakayofanya itafanikiwa, kwa sababu yeye atajua jinsi ya kuifanya, kwa sababu yeye anajua sheria za kiungu, ili kufanya mambo kulingana na sheria za kiungu, ili kwa njia hiyo yote iende vizuri. Watu wengi wanatupilia mbali, yani they ignore hii kuhusu sheria za kimbinguni ama sheria za kiungu. Na kwa kutupilia mbali sheria za kiungu, basi wanatembea kinyume na sheria za kiungu, na hawawezi kuzipata baraka za Mungu. Kwa mfano, tunapata kwamba Mungu alikuwa amewapa watu wa Israeli sheria, laws, ili wazishike. Na katika hizo sheria ambazo Mungu aliwapa watu wa Israeli, Mungu alikuwa anafananisha sheria za kimbinguni ambazo yeye anazo pale mbinguni. Na kulingana na jinsi ambavyo Mungu anafanya mbinguni, ndio ingefanywa duniani humu. Kwa mfano, unapata kwamba kila miaka 7 watu wa Israeli walikuwa wanasherehekea mwaka wa 7 kama mwaka wa kisabato, asabatikolia. Na kisha kungepita miaka 7 mingine, na ile nambari ya 7 ingerejea kuwa mwaka wa kisabato, mwaka wa mapumziko kwa nchi yote, na ingeendelea hivyo kifuatana kila miaka 49. Na katika hiyo miaka 49 walikuwa wamechunga ama walikuwa wameshika miaka 7 ya kusherekea, 7 festive years, miaka 7 ya kupumzika kwa nchi yote. Hiyo miaka 7 ikiingiana
kila moja. Na baada ya hayo basi, katika mwaka nambari 50 walikuwa wanatangaza mwaka wa Jubilii, ambapo mali zote za watoto wa Mungu zilirejea mikononi mwa watoto wa Mungu. Hawakuhitaji kulipa wala hata senti moja ili kurejesha tena mali ambayo walikuwa wameuza ama walikuwa wamepoteza kupitia kwa biashara ambayo iliwaendea vibaya. Hizo sheria zilikuwa zinaonesha sheria za kiungu ambazo zinafanya kazi pale mbinguni, na ambayo kila muda fulani, wakati ambapo muda wake unafika, zinatekelezwa. Na katika wakati huu ambapo sisi tunaishi, sisi lazima tuone na tuelewe ni wakati gani katika mpangilio wa Mungu ndio tunaishi mbinguni, ama ni wakati gani wa mpangilio wa Mungu ambayo inaendelea mbinguni, ambayo itaoneshwa, yani reflected duniani humu. Katika hiyo miaka 7 ya kusherekea ambayo walisherekea ama waliokuwa wanasherekea, wakati wa hiyo miaka 49 kwa hali ya kiroho, ilikuwa inaonyesha kwamba kanisa la Bwana lingepitia hatua 7 ama vizazi 7, na pale mbinguni wangekuwa wakisherekea pia hizo hatua 7 ama vizazi 7. Lakini baada ya hayo kungekuja mwaka wa Jubilii, na mwaka wa Jubilii ilikuwa ni mwaka nambari 50. Ilikuwa ni mwaka ambapo walikuwa wanatangaza uhuru katika nchi yote. Na mwaka huo ulipofika, basi katika mwaka wa 7 ama mwezi wa 7 walipiga parapanda ya mwaka wa Jubilii. Na walipopiga hiyo parapanda ilikuwa na ujumbe wa kuwekwa huru, ilikuwa na ujumbe wa Jubilii, ilikuwa na ujumbe wa ukombozi, ilikuwa na ujumbe ambayo ilisema ya kwamba yote ilikuwa inarejea kwa hali yake ya kiasili, its original condition. Yote ilikuwa inarejea kwa mahali pake pa kiasili. Na wakati ambapo vizazi vya watu wa mataifa vimekwisha, kuna kuja mwaka wa Jubilii. Kuna kuja sikukuu, yani feast iliyokuu zaidi ya yote na yenye utukufu zaidi ya yote. Kuna kuja wakati ambapo Mungu anaipiga parapanda na kuwaita watu wake wote kwa kuwekwa huru kwa ukamilifu, a total liberation. Anawaita watu wake kwa wakati wa Jubilii mkuu, na hiyo pia mbinguni inatekelezwa wakati ambapo duniani wanatangaza mwaka wa Jubilii. Hivyo basi duniani wanaitangaza kwa hali ya kiroho, na pale mbinguni wanaitangaza pia wakitimiza amri zote ambazo lazima ikamilishwe. Na basi duniani humu na watoto wote wa Mungu kurejea kwa mmiliki wao wa kiasili, kurejea kwa baba wao wa kiasili, the original father. Kuna watoto wa Mungu duniani humu ambao hata hawajui kwamba ni watoto wa Mungu, lakini wanapoisikia sauti ya Mungu, parapanda ya mwaka wa Jubilii, ujumbe wa mwisho wa Mungu, ujumbe wa ngurumo, ujumbe ambao Bwana analeta katika kuja kwake mara ya pili, ambaye anakuja akinguruma kama simba. Sio ya kwamba yeye ni simba, ni ya kwamba simba wa kabila la Yuda inamuonesha yeye. Na basi yeye anakuja akinguruma kama simba, na anakuja basi na ananguruma, na ngurumo 7 zinatoa sauti zao. Ngurumo 7 zikitoa sauti zao, hiyo ni neno la Mungu likitoka kinywani mwa Bwana katika kuja kwake mara ya pili. Na wakati ambapo watoto wa Mungu wanaoishi duniani humu, haijalishi wao ni wa dini gani, wanaposikia ujumbe huo, wote basi wanasikia ujumbe wa mwaka wa Jubilii, parapanda ya mwisho ambayo Mtume Paulo alisema wakati wa parapanda ya mwisho, maana parapanda ya Mungu italia, na waliokufa katika Kristo watafuka kwanza, na kisha sisi ambao tunaishi, ambao tumebaki, hatutawatangulia wale waliolala. Kwa nini? Baada ya parapanda ya mwisho kulia, parapanda ya mwisho, parapanda ya mwaka wa Jubilii, na basi lazima wafufuke waliokufa katika Kristo.
El mismo apóstol San Pablo dijo, nani anaipiga parapanda ya mwisho? el mismo Señor, Paulo mwenyewe alisema, kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni aclamación, voz de arcángel, kwa mwaliko, yani acclamation ama shout, sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, na waliokufa katika Kristo watafufuka kwanza. Hivyo basi tuweza kuona kwamba Bwana ni yule anayeipiga parapanda ya mwisho katika kuja kwake mara ya pili. Na wakati ambapo watoto wa Mungu wanaoishi duniani humu wanasikia hiyo parapanda, ujumbe huo ukihubiriwa na Bwana katika kuja kwake mara ya pili, katika dhihirisho lake, basi watoto wa Mungu, kama nilivyowaambia, haijalishi ni wa dini gani ama dhehebu gani ya kidini, wao wanaposikia ujumbe huo unawafikia hadi kwa nafsi, na inapowafikia kwenye nafsi, wao wanasema hii ni kile ambacho mimi nilikuwa ninangojea, kwa sababu ujumbe huo unakuja basi hadi kwa nafsi na inawalisha kwa njia ya kiroho, inawajaza na amani na utulivu wa kiroho, na Mungu anawashuhudia moyoni mwao na ndani ya roho yao ya kwamba huo ndio ujumbe wa mwisho wa Mungu, ya kwamba huo ni parapanda ambayo maandiko ilisema ya kwamba ingesikika. Parapanda ya kihalisi inawakilisha ujumbe, na ujumbe wa Bwana katika kuja kwake itakuwa inatangazwa, itakuwa inahubiriwa katika dunia mzima. Lazima ianzie mahali fulani, lakini itazunguka dunia yote, kwa sababu kulingana na sheria ya Mungu mwaka wa Yubilii ilikuwa inatangazwa katika dunia yote na kwa wakazi wote. Hiyo ndio kile ambacho Mungu ameahidi kwa ajili ya wakati huu, na hiyo ndio kile ambacho hili jiwe ambalo Nebukadneza aliona na baadaye Danieli aliona itakuwa inafanya. Jiwe hilo lisilokatwa kwa mikono, ambalo katika wakati wa mwisho litaonekana, ili kwa njia hiyo kutekeleza kazi ambayo lazima itekelezwe katika wakati huu wa mwisho. Na wakati ambapo Bwana anakuja, wewe atakupata wewe ukiwa wapi? Wewe utaijuaje? Wewe unajua mziki ama nyimbo kupitia ile mziki ambayo inachezwa. Na kama ni mtu anaipiga parapanda kwa njia ambayo anapiga hiyo parapanda, wewe unajua ni kifaa ama chombo aina gani. Na wewe utajua Bwana katika kuja kwake mara ya pili, yeye anapochezesha parapanda ya mwaka wa Jubilii, kwa sababu hakuna yote mwingine anaweza kuichezesha. Kama vile tu yeye alipokuja katika kuja kwake mara ya kwanza, yeye pia alichezesha parapanda na akachezesha parapanda ya mwaka wa Jubilii, kwa sababu kuja kwa Bwana mara ya kwanza na kuja kwa Bwana mara ya pili zinatimia katika mwaka wa Jubilii. Hivyo basi yeye pale miaka 2000 iliyopita alichukua kitabu cha Isaya na akasoma, Roho ya Bwana hii juu yangu, kwa kuwa Bwana amenitia mafuta, na kaanza kusoma kilichokuwa kimeandikwa pale, na baadaye akasema, leo andiko hili limetimia mbele ya macho yenu. Alipowaambia hivyo, yeye alikuwa anasema, mimi ni yule aliyeahidiwa, mimi ni hilo jiwe la pembeni, mimi ni hilo jiwe ambalo waashi watakataa, mimi ndiye Mesia aliyeahidiwa. Alipowaambia leo ndiko hili limetimia, alikuwa anawaambia haya yote kwa maneno machache. Wengi walikuwazika na yeye kwa sababu alikuwa ni kijana aliyekuwa amelelewa Nazareti, na wengi wakasema, lakini je, Mesia si atakuja kutoka Beleni ya Uyahudi, na si huyo ametoka Nazareti? Atakuwaje anatangaza kwamba yeye ndiye Mesia? Lakini wao hawakujua kwamba yeye alikuwa amezaliwa Bethlehemu ya Uyahudi ilipokuwa wakati wake wa kuzaliwa. Andiko hilo lilikuwa limeshatimia, yeye alikuwa ameshaitimiza. Na pia alikuwa ameenda hadi Misri katika wakati ambapo Herodi alikuwa na waua watoto, na kisha Mungu akamtuma kutoka Misri hadi Nazareti mara nyingine tena. Na pia kukatimia andiko ambalo lilisema, kutoka Misri nikamwita mwanangu.
Hivyo basi katika kila ambapo Bwana alipokuwa anasonga kutoka mahali pamoja hadi kwingine, alikuwa anatimiza maandiko. Hivyo basi watu hawangeweza kuona ya kwamba huyo kijana wa umri wa miaka 30 hadi 33 hivi alikuwa ni Mesia ambaye wao walikuwa wanamngojea. Wao walikuwa wanamtarajia kwa njia nyingine, lakini yeye alikuja kulingana na jinsi maandiko, jinsi ilivyokuwa kwenye maandiko. Lakini na haijalishi jinsi ambavyo watu wanaweza kungojea kuja kwake mara ya pili, yeye atakuja kulingana na jinsi ilivyo kwenye maandiko. Na kama ilivyo kwenye maandiko, yeye atakuja kwa njia hiyo na atafanya kwa njia hiyo. Hivyo basi yeye hatakuwa na ama hatalazimishwa kufanya jinsi watu wanavyotaka yeye afanye. Yeye atafanya pekee kile ambacho Biblia inasema kwamba yeye atafanya, kwa sababu yeye atasema mara nyingine tena kama alivyonena pale, kinachompendeza Baba kufanya ndio kile ambacho mimi ninafanya. Na ni nini ambayo ilimpendeza Baba wa kimbinguni ya kwamba Bwana afanye katika kuja kwake mara ya kwanza? Kile ambacho ilimpendeza ilikuwa ya kwamba afanye kile ambacho Biblia ilisema kwamba Mesia angefanya, na kile ambacho Biblia inasema kwamba Mesia atafanya katika kuja kwake mara ya pili ndio kile ambacho yeye atafanya katika kuja kwake mara ya pili. Yeye hakuji ili kuwafurahisha watu, yeye anakuja ili kumfurahisha Baba katika mapenzi yake. Hivyo basi yeye atafanya kile ambacho kimeandikwa kumhusu yeye, na yeye atakapokuja kile ambacho kimeandikwa kumhusu yeye ataitimiza kile ambacho andiko limesema. Na wale wote na yote yule atakayemwona katika kuja kwake atapokea baraka ambayo yeye analeta, kwa sababu anayempokea nabii katika jina la nabii anapokea kipawa ama zawadi ya nabii, anapokea manufaa ambayo kwa ajili ya huyo nabii ameonekana duniani humu. Na yule aliyempokea Bwana katika kuja kwake mara ya kwanza alipokea manufaa ambayo alikuja nayo katika kuja kwake mara ya kwanza, na yule anayempokea Bwana katika kuja kwake mara ya pili anapokea manufaa kwa ajili ambayo anakuja nayo katika kuja kwake mara ya pili. Yeye anapokuja katika kuja kwake, alipokuja katika kuja kwake mara ya kwanza alikuwa ni nabii. Atakaporejea katika kuja kwake mara ya pili atakuwa nabii. Hivyo basi yeye atakuwa duniani humu, yeye atakuwa ulimwenguni humu, na watu wengi watajiuliza, na je, atakuwa wapi ama yuko wapi? Basi atakuwa ameingia ndani ya mwanamume, atakuwa ameingia ndani ya nabii. Kuja kwake Bwana itakuwa ni utimilifu wa Bwana ndani ya mwanamume. Hiyo ilikuwa ni kuja kwake Bwana pale miaka 2000 iliyopita, kwa sababu andiko lilisema siri ya utauwa ni ukuu, yani great is the mystery of godliness. Mungu amedhihirishwa katika mwili, na itakuwa hivyo pia katika kuja kwa Bwana mara ya pili. Mungu akiwa amedhihirishwa katika mwili katika utimilifu wake wote, kama alivyosema kwenye maandiko, kwa sababu Bwana wetu atakapoonekana duniani humu atakuwa ni neno likiwa limefanyika mwili ndani ya mwanadamu. Hapo mwanzo kulikuwa na neno, na neno alikuwa pamoja na Mungu, na neno alikuwa ni Mungu, na neno akafanyika mwili na akaishi miongoni mwetu katika kuja kwake mara ya kwanza, na ataishi miongoni mwa wanadamu katika kuja kwake mara ya pili. Hivyo basi wewe waweza kuona ya kwamba kuja kwake Bwana mara ya pili itakuwa ni jambo la unyenyekevu tu, a simple thing, kama ilivyokuwa kuja kwa Bwana mara ya kwanza. Na yeye atajulikana kupitia kwa aina ya ujumbe ambao atakuwa na hubiri, kama vile tu alivyojulikana kupitia kwa aina ya ujumbe ambaye alikuwa na hubiri katika wakati wa kuja kwake mara ya kwanza. Yeye wakati mmoja aliwaambia watu, mimi nisipozifanya kazi ya yule aliyenituma ya Baba msiniamini. Na yeye pia alisema, kama mimi kupitia kwa kidole cha Mungu ninafanya mambo ninayoyafanya, basi ufalme wa Mungu umefika kwenu. Na katika wakati wa mwisho kumeahidiwa kwamba ufalme wa Mungu utakuja kwetu.
Cuando vino en su primera venida, alipokuja katika kuja kwake mara ya kwanza, ufalme wa Mungu ulikuwa pale. Era Dios en un hombre. Ilikuwa ni Mungu ndani ya mwanamume. Na wakati ufalme wa Mungu utakapokuja katika wakati wa mwisho, itakuwa ni Mungu ndani ya mwanamume. Itakuwa ni kutimia kwa kuja kwa Bwana mara ya pili. Hivyo basi lazima tuamke kwa uhalisi, yani to awake to the reality ya wakati ambapo tunaishi. Lazima tuelewe ya kwamba Mungu ana wakati kwa ajili ya kila jambo, na katika wakati ambapo tunaishi ni wakati wa Mungu kutimiza mambo ya wakati wa mwisho. Na zile ahadi ambazo yeye amefanya kwa ajili ya wakati wa mwisho ni ahadi za kimesia ya kuja kwa Bwana mara ya pili. Ni zile ahadi ambapo kila mmoja ya watoto wa Mungu watapokea zile baraka kuu zaidi ya yote ambayo watoto wa Mungu wamewahi kupokea. Na kila mtoto wa Mungu atajua ya kwamba yeye ni mtoto wa Mungu anaposikia ujumbe wa Bwana, na ujumbe huo uingie moyoni mwake, na pale inamkubalia kuona na kuelewa wakati ambapo tuko ndani yake na kutimia kwa ahadi za Mungu kwa ajili ya wakati huu. Kila mwana wa Mungu anayeishi duniani humu, ingawaje hajui ya kwamba ni mtoto wa Mungu, yeye atampokea Bwana katika kuja kwake mara ya pili. Yeye atakuwa hapa duniani, na watoto wa Mungu wanaoishi duniani katika wakati wa mwisho watakuwa na mgeni mkuu sana. Watatembelewa na yule ambaye amekuwa kingojewa kwa miaka 2000, kwa sababu kwa miaka 2000 watoto wa Mungu wamekuwa wakingojea kurejea kwake Bwana, kuja kwa Bwana mara ya pili. Na katika wakati huu ni wakati kwa ajili ya kutimia kwa ahadi hiyo. Tuko katika wakati huo. Nyinyi mtakapomwona nabii wa Mungu na aina hiyo ya ujumbe ambao umeahidiwa ya kwamba itahubiriwa katika wakati wa mwisho, akihubiri, akitangaza mwaka wa Jubilii, akipiga hiyo parapanda ndani ya huyo nabii, basi kutakuwa na Bwana katika kuja kwake mara ya pili. Huyo mwanamume, huyo nabii hatakuwa Bwana, lakini Bwana atakuwa ndani yake. Itakuwa ni yeye ndio atakuwa anatangaza ujumbe huo kupitia kwa mwanamume. Na kile ambacho mfalme Nebukadneza alikuwa anatamani ya kwamba wote wamwelezee, na ambayo hapakuwa na mtu ili kumwelezea mambo yale, lakini kukatokea nabii wa Mungu ambaye aliweza kumletea maelezo hayo pamoja na hiyo ndoto. Bwana atakaporejea katika kuja kwake mara ya pili, yeye ataweza kuchukua mara nyingine tena hiyo ndoto ya Nebukadneza na utafsiri ambao Danieli aliipea, na ataweza kueleza siri ya hiyo sanamu kuu, ya hiyo mfano ama statue kubwa, na ataweza kuonesha ni hatua gani ya hiyo sanamu ndio tutakuwa tunaishi. Ataweza basi kuonesha kwamba tutakuwa tunaishi katika hatua yenyewe ya miguu ya chuma na ya udongo, kwa sababu ni katika hatua hiyo ndio kuja kwa Bwana mara ya pili kutatimia. Na wakati ambapo tuko katika hatua hiyo, yeye ataonekana, na ataonekana akiwa na ujumbe ambao yeye aliahidi ya kwamba ingeonekana. Na kwa kutangaza kwa ujumbe huo, yeye atanena ufalme wa watu wa mataifa itoweke, yani out of existence. Yeye atasema wakati umekwisha, wakati haupo tena, muda wa watu wa mataifa hauko tena, wakati kwa dunia hii hauko tena. Wakati basi ni kwa ajili ya ufalme wa Mungu, kwa sababu ufalme wa Mungu umefika kwetu, umefika kwenu. Ufalme wa Mungu uko miongoni mwenu, kwa sababu wakati umekwisha. Hebu na Mungu katika usiku huu aendelee kubariki nafsi zetu, na hebu na Mungu akubalie
kila mwana wa Mungu ambaye anaweza kufikiwa na sauti yetu aweze kufungua moyo wake kwa ukamilifu, ili ujumbe wa parapanda ya mwisho wa Mungu uweze kupenya hadi kilindini mwa nafsi yake, na iweze kufanya kazi ambayo Mungu anasema katika neno lake ya kwamba itafanya ndani ya moyo, ndani ya nafsi na ndani ya roho ya kila moja ya watoto wake. Wakati umekwisha, kwa sababu wakati wa ufalme wa Mungu umefika. Hebu na Mungu azidi kumbariki kila mmoja. Nimefurahia kwa miongoni mwenu katika eneo hili la soko la San Felipe, na nashukuru sana ile heshima, ile njia ya heshima, yani the reverent attitude ya kila moja ya marafiki wetu wazuri ambao wamekaribia ili kusikia neno la Mungu. Nashukuru sana kutega sikio kwa kila moja wenu. Nafurahia sana kuwa nimewaona mkiwa na hali hiyo ama mwenendo huo, na natarajia kwamba baraka za Mungu kwa ajili wakati huu zianguke juu ya moyo wa kila moja wenu, na nyinyi muweze kupokea yale manufaa ya kile ambacho Mungu anafanya katika wakati huu. Na pia nawapa mwaliko kwa ajili ya kesho asubuhi na pia jioni pale kwenye hema ambapo nimealikwa ili kuhubiri neno la Mungu. Ndugu wetu Bermudez baadaye atawaelezea ni wapi ambapo hema iko kwa ajili ya wale ambao wangetamani kuendelea kusikia neno la Mungu kwa ajili wakati huu. Kwa wote wanaotamani kuendelea kusikia parapanda ya mwisho ya Mungu ikilia katika wakati huu, kwa wote wanaotaka kuendelea kusikia, ndugu wetu Bermudez atawaambia ni wapi ambapo tutakuwa kesho asubuhi. Hebu na Mungu awabariki ninyi nyote.